Kurasa. Mtazamaji wa EATV, karibu katika Kurasa, upanze dakika chache za kukuletea machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tuanze kukupekulia kurasa kwa hili. Uchakavu wa miundombinu na madarasa kuvuja katika shule ya msingi Mkiu wilayani Ludewa ulikuwa ukisababisha wanafunzi kusoma katika mazingira magumu na kuathiri mahudhurio pamoja na maendeleo ya taaluma wakati wa mvua. Kutokana na madhila hayo, madarasa 5 yamejengwa yenye thamani ya shilingi milioni 135 ili kuboresha mazingira ya kujifunzia, huku wananchi wakiomba kuendelea kuboresha huduma za afya na miundombinu mingine ya kijamii. Nashukuru kwa kujengea madarasa mapya. Tulikuwa tunapata shida katika ujifunzaji. Madaftari mvua kipindi, tulikuwa madarasa mvua kipindi ikinyesha yanavuja. Tunachohitaji kwa sasa ni vifaa vya ujifunzaji bora. Kama masomo ya sayansi tunahitaji kompyuta. Yatatusaidia kwa kiasi kikubwa. Lengo la mradi huu ni kupunguza uhaba wa madarasa na kuboresha mazingira ya kufundishia na kujifunzia katika shule ya msingi Mkiu. Sisi tuna furaha kubwa sana. Kwenye elimu mmefanya kama hivi, kwenye afya mmefanya, kwenye barabara tumefanya, kwenye vikundi, kata yangu, vijiji vyote, vikundi vilivyoomba mikopo vimepata mikopo. Tuendelee na kurasa. Kupanda kwa bei ya mahindi kumeanza kuathiri biashara ya uuzaji wa rejareja, huku wajasiriamali hao wakieleza kupata hasara kutokana na kupungua kwa kasi ya mauzo mtaani. Baadhi ya wachuuzi wanaouza mahindi ya kuchemsha mtaani katika jiji la Dar es Salaam wamesema kwa sasa bei ya hindi moja imefikia shilingi 400 sokoni ikilinganishwa na wastani wa shilingi 250 iliyokuwa ikiuzwa awali, mabadiliko yanayoathiri mzunguko wa biashara hiyo. Sio kama mwanzo. Kienda mtaani kazi ngumu, ama gari mahindi yenyewe yamepanda toka 450 saizi 450 mpaka kununua 500. Kama hivi sisi tukichukua kasamala, wale ambao wanachagua mahindi wanabakisha, tunachagua kama 300, zamani ilikuwa 250, wakaja wakapandisha wakafanya 300, kwenye gari shilingi 500 mahindi mmoja. Hali ya biashara kwa kweli imekuwa ngumu kwa mwezi huu. Kama mnavyotuona tunahangaika, na sisi tukija huku tupate bidhaa tukauze, tupate maendeleo ya watoto wanafunzi na sisi wenyewe, lakini kama mwezi huu wote tuna changamoto, biashara hakuna. Kwa tunaomba jamani wajitahidi watuletee biashara, hata ikija hapa basi watupunguzie hata kidogo bei. Tumalizie kurasa kwa hili. Vitendo vya ukatili dhidi ya watoto mkoani Ruvuma vimeendelea kuongezeka, huku imani za kishirikina za kutafuta utajiri wa haraka zikitajwa kuwa chanzo kikuu kinachochochea ubakaji na ukatili kwa watoto hata ndani ya familia. Jeshi la polisi pamoja na wadau wa maendeleo wametoa wito kwa jamii kuimarisha malezi, upendo na ulinzi kwa watoto, huku serikali ikisisitiza familia kushiriki kikamilifu katika kuwalea watoto badala ya kuachia watu wasio salama. Ubakaji huu umekuwa sasa ni tatizo kubwa, hasa kwa watoto chini ya umri wa miaka 10. Wakati mwingine unapofuatilia kutaka kujua ni kwa nini hao watu wanafanya vitu kama hivi, unakuta kwamba mwingine anakuambia baada ya mahojiano ya ndani anakuambia niliambiwa na mganga wa kienyeji nikiweza kutembea na watoto 10, kubaka watoto 10 ambao hawajaingiliwa na mtu yeyote, basi tayari mimi napata utajiri. Wazazi sisi tuwasikilize watoto, tuwapende. Sisi ambao wazazi pia ni majirani, mtoto hata kama sio wako, kumpenda. Upendo unasababisha kwamba huyo mtoto ambao unamuona ni wa jirani, kumuona ni wa kwako. Kwa hiyo itapunguza ukatili wa kijinsia. Jamii ni lazima itambue kwamba ukatili wa kijinsia kwa sasa hivi imekuwa ni changamoto kubwa, na hatuna namna nyingine ya ikabili zaidi ya kuacha hivi vitendo viovu, kwa sababu vina madhara kwa kizazi chetu, lakini hata kwa wazazi pia, kwa sababu changamoto zinakuwa ni nyingi. Watoto tunawaachia wale tunaita wasichana wa kazi. Unakuta yeye mwenyewe huyo msichana huko alikotoka ana mapito yake makubwa magumu, na wewe unamwachia mtoto, unamwachia kabisa malezi, unajiondoa. Hilo linakuwa ni tatizo. Ndugu zangu, naomba niwasihi sana, haya mambo yaende kwa pamoja. Kwa hiyo sisi kama viongozi, kama jamii, tunapotaka kuwa na familia bora na nzuri, lazima tuanze kwanza na afya ya akili. Yaani akili lazima itimie.
Tumekufungulia na kukufungia kurasa kwa hayo machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tafadhali usikose kuangalia kurasa. Kwa niaba ya wale wote walioshiriki kuletea kurasa kwa leo, jina langu ni Exaudi Mtei. Endelea kufuatilia vipindi bomba na makini kutoka hapa EATV. Kurasa.